Ufahamu ndio msingi wa mabadiliko yoyote unayoyataka. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya na mafundisho yakafanyike msaada kwako katika jina la Yesu. Kuna watu ambao wamekwama kwenye maeneo mengi. Watu ambao wanaanguka dhambini mara kwa mara. Watu ambao wana shetani amewadanganya kwamba wokovu ni mgumu. Lakini kumbuka kwamba ufahamu wako ndio msingi wa mabadiliko yoyote unayotaka. Ufahamu wako ndio msingi wa mabadiliko yoyote unayotaka. Hakuna namna ambapo unaweza kubadilika kwenye eneo lolote ile kama ufahamu wako usipobadilika. Hakuna namna ambavyo matendo yako yanaweza kubadilika kama ufahamu wako usipobadilika. Na ndio maana watu wanapookoka, wanapokuja kwenye ufalme wa Mungu aliye hai, lazima wafundishwe. Sasa nini kinachofanyika kwenye kufundishwa? Ni kuprogram upya ufahamu wao. Ni kuprogram upya mfumo wao wa kuwaza. Kwa sababu usipobadilika kwenye ufahamu wako, utaendelea kuishi kama ulivyokuwa unaishi kabla ya kuokoka. Na ndio maana unapookoka inabidi uliruhusu neno la Mungu likubadilishe, likufinyange na kukufanya vile ambavyo Mungu anataka. Wapo watu wengi ndani ya makanisa, lakini ufahamu zao hazijabadilika bado. Mitazamo yao haijabadilika bado. Kwa wanaishi maisha ya kushindwa dhidi ya dhambi. Watu wanaoanguka dhambi mara kwa mara kwa sababu hawajaruhusu neno la Mungu liwabadilishe. Kwa wanaendelea kuishi kama zamani pamoja na kuwa wanasema kwamba wameokoka. Kwa nini wanaendelea kuishi kama zamani? Kwa sababu wanaendelea kuwaza kama zamani. Ufahamu wao haujafanywa upya. Nia yao haijafanywa upya. Paulo anasema kwenye Warumi 12:1-2. Nazungumzia habari ya kuitoa miili yetu kuwa dhabihu. Lakini anaendelea kusema kwamba msifuatishe namna ya dunia hii. Dunia hii ina mfumo wake wa kuwaza. Dunia hii ina mtazamo wake. Na ndio maana wanaishi hivyo walivyo. Lakini wewe unapoingia kwenye ufalme, unapomkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lazima ufahamu wako ufanywe upya. Hautakiwi kuwa na mtazamo kama watu wa duniani. Hautakiwi kuwaza kama watu wa duniani. Watu wa duniani mpaka waone ndio waweze kusadiki. Lakini sisi hauishi tena kwa kuona, bali unaishi kwa imani. Hasa mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Kwa kinachopelekea watu wengi waliookoka kuendelea kuishi kama zamani, kuendelea kutenda kama zamani, kuendelea kuongea kama zamani, ni kwa sababu ufahamu wao haujafanywa upya. Ufahamu wao haujawa programmed upya. Usipokubali kuwa programmed upya kwa neno la Mungu, na ndio maana unapookoka lazima utamani mafundisho. Na kila unapofundishwa, chukua hatua. Yakobo, tunaposoma kwenye Yakobo sura ya kwanza kuanzia 19-22, anasema iweni watendaji wa neno na wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa usipokubali kuishi sawasawa na neno, usipo program ufahamu wako kukubaliana na kile ambacho Mungu anasema, utaishi maisha ya kushindwa siku zote. Utakuwa na jina la mtu aliyeokoka, lakini matendo yako ni ya mtu ambaye hajaokoka. Lazima mkubali Mungu kwenye fahamu zako. Lazima mruhusu ukubali ufahamu wako ukubaliane, ulazimishe ufahamu wako ukubaliane na kile ambacho Mungu anasema. Kwa ufahamu wako ndio msingi wa mabadiliko yoyote unayoyataka.
Huwezi kuishi maisha matakatifu kama ufahamu wako haujabadilika na kuamini kwamba inawezekana kuishi maisha matakatifu. Lakini kama bado unawaza kama zamani kwamba kuishi maisha matakatifu ni ngumu, kama unawaza kama zamani kwamba hakuna mtakatifu hapa duniani, wakati maandiko yanasema kwamba watakatifu waliopo dunia hao ndio ninaopendezwa nao, ufahamu wako. Na ndio maana lazima uwekeze kwenye kunoa ufahamu wako, kwenye kubadilisha ufahamu wako, kwenye kubadilisha ufahamu wako, kwenye kubadilisha ufahamu wako. Soma neno la Mungu, tafakari neno la Mungu, soma vitabu vya watumishi wa Mungu. Kila unapotafakari neno la Mungu, unapotafakari mafundisho mbalimbali ya watumishi wa Mungu, ufahamu wako unazidi kufanya upya kila siku. Ufahamu wako unafanya upya kila siku. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Basi usisahau kusubscribe. Ukisubscribe mafundisho yote ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata. Lakini pia unaweza comment, unaweza like. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.